لا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي. أما بعد. Mheshimiwa Patrobas Pasco Katambi, waziri wetu mpendwa kabisa wa mambo ya ndani ya nchi, Mheshimiwa meza kuu, kwa nafasi zenu mbalimbali na kwa heshima zenu mbalimbali, na kwa kuwa MC wetu amewatambua nyote kwa majina na kwa nafasi zenu, basi kwa ajili ya kuokoa muda niseme tu ya kuwa itifaki imezingatiwa. Ningeliwaomba wasimamizi wa ukumbi watuwashie tena taa, kwa sababu nina maelezo machache ambayo nataka kutoa mbele yako Mheshimiwa mgeni rasmi, ili upate walau picha ndogo ya jambo hili ambalo leo limefanywa na taasisi yetu ya Al-Hikma Foundation. Nikishatoa haya maelezo machache, ndipo nitaomba sasa kuiruhusu documentary ambayo itakuwa inaeleza safari nzima ya suala hili la ndoa 130. Mheshimiwa mgeni rasmi, taasisi ya Al-Hikma Foundation ni taasisi ambayo imesajiliwa chini ya wizara yako na chini ya idara ya usajili, chini ya msajili wetu na mlezi wetu mkuu kaka yetu Emmanuel Kihampa, na alhamdulillah ni taasisi ambayo inajitahidi kufata taratibu zote za kinchi, na kwa kuwa ni taasisi ya Kiislamu pia inafata taratibu za dini yetu pia. Wazo hili la kuwasaidia vijana ili kuwawezesha katika kuaga ukapera na ubachela, hili wazo limezalika kutoka katika yale mashindano ya Qur'ani tukufu ambayo yanafahamika kuwa ni mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ulimwenguni, ambayo hufanyika kila mwezi mtukufu wa Ramadhani ndani ya uwanja wa Mkapa na uwanja wa Uhuru. Watoto wa mjini wanamsemo, wanasema baada ya watani wa jadi Simba na Yanga waliojaliwa kujaza viwanja vile ni taasisi ya Al-Hikma Foundation katika yale mashindano yake makubwa. Kwa kuwa jamii yetu ya Kiislamu na ya Kitanzania imekuwa na imani kubwa sana na taasisi hii, rais wa taasisi huyo uliokaa naye pembezoni mwako, Sheikh Sharif Abdul Qadir, ambaye ni mjukuu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiukoo, amekuja na idea, akasema hawa hatuwezi kuwalipa sisi, huwa tunawaita kuja katika viwanja hivyo, wanatuitikia bila ya kuwapelekea magari wala kuwapa nauli wala chochote. Kwa nini kila mwaka tusitangaze kufanya jambo kwa ajili ya jamii yetu? Ndipo fikra likaanza mwaka 2023 kwa agizo lake kama rais wa taasisi. Mimi kama mkurugenzi mkuu wa taasisi nilisimama na kutangaza mwaka 2023 ya kuwa tutaozesha vijana 70, ambapo gharama za mahari zao zote na suala zima la ndoa kama unavyoona, ukumbi, mavazi, chakula, vinywaji, makameraman, kila kitu tumekuwa ni wenye kubeba sisi. Kisha tukaingia ndani ya mwaka 2024 tukiwa kule kwa Mkapa, tukatangaza tena na mwaka huo tutaozesha vijana 100. Jumla wakawa ni 170. Mwaka 2025 ambapo ni mwaka jana,
Mwenyezi Mungu ametujalia na kutufungulia zaidi, tukaozesha vijana 200. 100 tukapeleka nchini Burundi, jijini Bujumbura, na 100 tukazibakisha hapa hapa nyumbani. Kwa hiyo utaona 2023 tuliozesha vijana 70, 2024 tuliozesha vijana 100, 2025 tukaozesha vijana 200, na mwaka huu ikiwa ni mwaka wa 4 mfululizo na ni mara ya 5, ndoa ya 5, tumeozesha mbele yako ndoa 130, ambapo hadi sasa idadi ya vijana tuliojaliwa kuwasaidia na kuwawezesha katika suala zima la kuwaozesha na kuwalipia hizi gharama ni vijana 500. Ukichanganya na hao wake zao, maana yake hadi sasa tumewezesha kuozesha vijana 1000, kwa sababu bwana harusi hawi bwana harusi mpaka na bi harusi awepo. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, labda niseme leo kwa nini taasisi ya Al-Hikma Foundation imependa kufanya jambo kama hili. Mosi, ndoa kama unavyofahamu mheshimiwa mgeni rasmi ni ibada kubwa sana, na Mungu wetu mlezi wetu na muumba wetu huwa anaipenda ndoa kuliko maovu na machafu. Lakini tumekuja kugundua vijana wengi wa Kitanzania wako tayari kuoa na kuaga ukapera na ubachela. Tulichogundua, vijana wamekosa pesa za mkupuo, mahari za pamoja. Ndipo tukaona kumbe linawezekana. Lakini miongoni mwa sababu pia ni kutaka na sisi kuchangia katika jamii yetu kupunguza maovu na machafu. Kubwa kuliko mheshimiwa mgeni wetu rasmi, ndoa hupelekea kulinda maadili yaliyomema katika nchi na katika jamii. Leo ukiangalia mheshimiwa mgeni rasmi, Mwenyezi Mungu amekujalia Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amekuamini na amekukabidhi wizara nyeti kama hii, na sisi tunamwomba Mungu akusimamie, akusaidie ili uweze kumsaidia mheshimiwa rais na kutusaidia Watanzania kwa ujumla kupitia wizara yako. Wewe unajua, miongoni mwa mmomonyoko wa maadili huenda ukosefu wa ndoa pia hili linaweza likawa linachangia. Vijana wengi leo ambao wanashinda mitaani, panyarodi, pakarodi, sijui panyabuku, sijui, wengi ukiwaangalia ni vijana waliokosa wazazi wawili wa kuwalea. Na katika nchi yetu kuna mtihani mmoja, wanaume wengi tuna uhodari wa kuzalisha wanawake kisha kuwatelekeza. Watoto wengi hivi sasa wanalelewa na mama zao. Wamama ni wanyonge, wamama ni madhaifu. Wakati mwingine ulezi unaweza ukawashinda. Watoto wakishakuwa mabarobaro, wakishakuwa watu wazima kidogo, wanawazingua mpaka mama zao, hawawasikilizi. Mwisho utaona mmomonyoko wa maadili unakuwa ni mkubwa. Vijana wasiosikia la mkuu wamekuwa wengi. Sisi kama taasisi ya Al-Hikma Foundation tumeona miongoni mwa sababu na vyanzo vizuri vya kupunguza mmomonyoko wa maadili katika nchi ni kuwezesha ndoa kwa wingi na kwa wingi. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema hayo, naomba sasa nikwambie ya kuwa hili jambo sio jambo jepesi, kwa sababu mchakato wake huwa tunauanza muda mrefu. Kwa mfano, tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka huu 2026 katika mashindano ya Qur'ani tulipotangaza safari hii tutaozesha vijana 130, tukawawekea tarehe ya kuja sasa kuchukua fomu za maombi
vijana waliokuja na waliojitokeza ni maradufu ya hawa waliopatikana. Hii nini maana yake? Maana yake vijana wengi wa Kitanzania wako tayari kuingia katika swala nzima la ndoa, lakini wamekosa watu wa kuwashika mkono kwa namna moja ama nyingine. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika jambo hili huwa hatulipeleki kiholela, tunalipeleka rasmi, kwa sababu kwa Tanzania, na sisemi kwa fahari kwa sababu tumekatazwa kujifakhiri na kujisifia, kwa Tanzania ni taasisi ya Al-Hikma Foundation ndiyo ya kwanza iliyoanzisha suala zima la kufungisha ndoa za pamoja. Na kwa sababu huu ni mwaka wa 4 na ni awamu ya 5 au mara ya 5 tumejaliwa kupata uzoefu au experience kidogo. Katika sasa uzoefu tulionao, huwa hatumwozeshi kila mtu, bali huwa tunaweka vigezo na masharti katika kuliendea jambo hili. Kwa haraka, mwaka huu tulikuwa tuna masharti kama 10, mheshimiwa mgeni rasmi. Sharti la kwanza tulisema mwaka huu mabinti ndio waje kuwaombea hao waume zao watarajiwa, na wanawake walijaa sana ofisini, kwa sababu baadhi ya vijana wanawawekea usiku mapenzi ya miaka 2 mitatu, tunadanganyana. Binti ataka kuolewa, atakuolewa, bwana anamwambia sina uwezo. Wanawake wamekuja kwa wingi katika ofisi zetu, wanakuja kuchukua fomu za maombi kwa ajili ya wachumba zao. Kwa hili, kwa sharti la kwanza, anayekuja kuchukua fomu ya maombi awe binti mtarajiwa na asiwe huyo mwanaume. Sharti la pili lilikuwa anayetaka kusaidiwa katika jambo hili awe Mtanzania, kwa sababu taasisi pia ni ya Kitanzania na inalenga kuwasaidia Watanzania. Sharti la tatu tulisema huyu mwanaume anayetakiwa alipiwe mahari awe hana mke kabisa, bachelor. Asiwe kama shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam, Shekhe Walidi, level 6 ana wake 4, au Shekhe Alhadi Musa Salum ndugu yake level 6. Wasiwe kama mashekhe hao. Kwa hiyo akija mtu anataka kuongeza mke, mheshimiwa mgeni rasmi, tunamwambia hapana, wewe huna tatizo sana, tayari una mke. Kwa hiyo moja ya masharti yetu, anayetaka kusaidiwa kulipiwa mahari hakikisha hana mke kabisa, ni bachelor. Hili ni sharti letu la 3. Ama sharti la 4 tumesema anayetaka kusaidiwa kulipiwa mahari awe tayari amekwisha anza hizi process na amekwisha posa, anania kuoa siku nyingi, anakwama kwenye mahari tu. Huyo yuko serious, tumwezeshe, kuliko yule ambaye anakurupuka baada ya kusikia tangazo letu. Huyo atakuja kumwacha binti siku yoyote. Sharti la 5, mheshimiwa mgeni rasmi, kwa haraka, mwanaume awe ana chanzo cha kupata riziki. Hatutaki kumwozesha mtu ambaye hana kabisa hata kibarua, atamlisha nini, atampa taabu. Hata dini yetu ya Uislamu imekataza hilo. Mtume wetu anasema kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaul, yatosha mtu kuchuma madhambi pindi atakapokuwa anaitelekeza familia yake. Kwa hiyo tukasema vijana, hakikisheni muwe mna kibarua. Maana yake nini? Hawa wote hawa wana vyanzo vya kupata riziki, shilingi 2-3. Kinachowashinda nini sasa? Kinachowashinda pesa za mkupuo, mahari za pamoja. Hizo ndizo zilizokuwa zikiwashinda. Tukaja na sharti la 6, mheshimiwa mgeni rasmi, anayetaka kusaidiwa na taasisi ya Al-Hikma Foundation awe amechukuliwa fomu na mwenzake na aijaze na airejeshe. Sharti la 7, awe amefanya usahili, kwa sababu tulikuwa tuna usahili. Tumegundua kupitia katika interview mbalimbali na usahili mbalimbali, baadhi ya vijana wana matatizo ya akili, hatuwezi kumwozesha, tunawapiga chini. Na niliona tangazo la Profesa Kabudi
kwenye mitandao ya kijamii kwamba sasa hivi 35% ya vijana wanavuta bangi, wamedata. Sasa katika interview, mheshimiwa mgeni rasmi, unazungumza na mtu unamwona maskini bwana, kumbe mgonjwa wa akili. Sasa hatuwezi kumwezesha. Tunataka binti aolewe mwanaume na mwanaume ambaye yuko timamu, na ndio maana tukaweka interview au usaili. Sharti la 8, mheshimiwa mgeni rasmi, awe tayari ndoa yake ifungwe pamoja na wenzake kama hivi leo. Ambaye hatakuwa tayari, anataka akaolee katika msikiti wake maalumu au nyumbani kwake au kijijini kwake, huyu ameshindwa katika jambo hili. Sharti la 9, awe amethibitishwa na imamu wa msikiti anaotokea, aseme huyu namjua, ampe barua, au mwenyekiti wa serikali za mtaa anapotokea. Mwisho tukasema ya kuwa wali, baba wazazi, baba mzazi wa mabinti au baba wa wazazi wa mabinti akubali naye ndoa hii ya binti yake ije iozeshwe kwa pamoja na wenzake. Kuna wale wakataa, wanasema binti yangu yuko tayari aolewe, lakini desturi na mila za kwetu aje akunje goti nyumbani kwangu. Haya mambo kufundisha ndoa ya pamoja sisi hatutaki. Basi tukamwambia samahani, sharti moja wapo limekushinda. Kwa hiyo hawa 130 ambao leo unawaona wamekubaliana na masharti haya na ndoa za pamoja zimeweza kupatikana kwa pamoja. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima, sasa naomba niruhusu documentary fupi au makala mafupi yanayoonyesha mchakato ulivyokwenda, vijana walivyohangaika kwenda kupeleka mahari zingine zilikuwa ni furniture na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo naomba sasa vijana kule kwenye control room, naomba mtuashie documentary na ruksa sasa mtuzimie taa, ili mheshimiwa mgeni rasmi walau apate walau kifilamu kidogo. Hii ni documentary fupi iliyoonyesha namna gani tulivyoliendea hili jambo, na lilikuwa msafara ulikuwa ni mrefu, mchakato ulikuwa ni mkubwa, lakini kama unavyofahamu documentary siku zote inatakiwa iwe fupi, na tukaona tukupe picha wewe pamoja na hadhira nzima ili mpate kujua ya kuwa hili jambo huwa linaandaliwa kikweli kweli, na ni jambo ambalo limetengenezewa vigezo na masharti, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu leo hatimaye tumetimiza ahadi ya ndoa 130 zilizojumuisha jumla kuu 500. Kama ulivyoona katika documentary, hatuwaozeshi tu bali tunawafunda. Tuliwafanyia semina wote hawa mabwana 130 na wachumba zao 130, na tuliwaandalia chai na chakula cha mchana, semina siku nzima, na tumewafunda na tumewaelekeza namna ya kuishi na wake zao. Mimi naomba kwa niaba ya taasisi ya Al-Hikma Foundation nimalizie kwa mambo makuu mawili. Jambo la kwanza, wito wangu kwa mabwana harusi. Taasisi ya Al-Hikma Foundation inakuombeni kwa heshima na taadhima, muende mkaishi na wake zenu kwa wema. Nendeni mkawavumilie wake zenu. Wanawake ni hawa, na mwanaume shupavu ni yule ambaye anamvumilia mwanamke au mkewe. Ikiwa hautomvumilia, baada ya miezi 2 au 3 tukaja kusikia katika zile ndoa 10 au 20 zimevunjika, sisi tutavunjika moyo, tutasikitika, tutasononeka, na itakuwa hamjatutendea haki. Ndoa miongoni mwa misingi yake mikuu ni subira na uvumilivu. Tulikwambieni katika semina, hata wazazi wenu na wazazi wetu wasingelivumiliana, mimi na wewe leo tusingelikuja duniani. Baba na mama walivumiliana, na ndio maana tukapatikana sisi leo. Kwa hiyo nendeni mkaishi na wake zenu kwa wema,
Na ikitokea sintofahamu na mkaona hapana, hili jambo lazima litoke nje ya nyumba yenu, kabla hamjachukua hatua zozote, tunawafungulia milango yote. Njoeni katika taasisi ya Al-Hikma Foundation. Pana viongozi wazuri wa dini, pana mashekhe na maulama, watakuongozeni kwa mujibu wa dini namna ya kusuluhisha migogoro yenu. Kwa hiyo punguzeni jazba na msiwe na pupa, na tunasema msichukue hatua kuacha. Mtume wetu anatuambia miongoni mwa kazi za shetani za maizi ni kuvunja ndoa za wanandoa. Kwa hiyo msiende kumfurahisha shetani. Migogoro yenu suluhishaneni wenyewe kwa wenyewe, ndani kwa ndani. Mkiona hapana, mwanaume amekufika shingoni, njoo ugonge hodi katika taasisi. Viongozi unawajua, utueleze sintofahamu uliokuwa nayo, sisi tunaweza tukaingilia tukawasuluhisha, ili mradi maisha yaendelee. Hili ni ombi letu kwenu. Lakini mwisho, muwapende wake zenu. Miongoni mwa misingi mikuu ya ndoa ya Kiislamu, mawaddatan wa rahma, mapenzi ya dhati na huruma. Msione aibu kuwapenda wake zenu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliulizwa siku moja, man ahabbu nnasi ilaik, ni nani mtu wa kwanza unayempenda hapa duniani? Kasema mke wangu Aisha. Hakuona noma wala kokoro. Akaambiwa tukusudie wake zako, tunakusudia wanafunzi wako na wafuasi wako. Akasema ala, basi baba yake na Aisha ndio nampenda kuliko wote. Karudi pale pale. Kwa hiyo nawe kawapende wakwe zako. Ukipenda boga malizia na upenda ua lake. Wapende wakwe zako, mashemeji zako, mpende mkeo, mvumilie mkeo. Ndoa ni ibada kubwa, ni nusu ya dini. Ukiivunja unarudi tena zero, nusu ya dini tena huna, bachela tena. Shauri yako. Mwisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, rais wa taasisi amenituma kutoa wito na ombi kwa Watanzania. Mambo makuu mawili. Watanzania, endeleeni kuiombea Tanzania. Tanzania ni katika mataifa yaliyo bora duniani, na kuiombea nchi ni katika mafundisho ya dini. Katika sura ya pili Al-Baqarah aya nambari 126 au 27, Nabii Ibrahim ambaye dini zote zinamkubali, sisi Waislamu tunamuita baba wa manabii, wenzetu wanamuita baba wa imani, alipaanza sauti yake akamuomba Mola wake mlezi, akasema Rabbi ja'al hadha albalada amina, Mola wangu mlezi, nakuomba ijalie nchi yangu iwe ni nchi ya amani. Kisha akawaombea maisha yaliyo bora, warzuq ahlahu min athamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Mheshimiwa rasmi, ukiangalia hii aya ya 126 katika sura ya pili, baba wa manabii na baba wa imani Nabii Ibrahim, nchi yake aliombea mambo makuu mawili. Jambo la kwanza amani, jambo la pili maisha mazuri. Lakini cha kushangaza, amani ameitanguliza kabla ya maisha mazuri, kwa sababu anajua fika ya kuwa pahala ambapo hakuna amani hakuna maisha mazuri, hakuna maisha yaliyo bora. Kwa hiyo Watanzania wote kwa dini zenu, kwa kuwa Nabii Ibrahima mnamkubali, Watanzania wote na dini zote, katika mafundisho yake, sunna yake, mwenendo wake, mila yake, alikuwa akiombea nchi yake. Hili la kwanza ni wito wetu wa kwanza. Wito wa pili, Watanzania tuwaombee viongozi wetu wanaotuongoza, kuanzia Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wasaidizi wake wote. Mwanawachuoni mmoja wa Kiislamu anaitwa Al-Fudail ibn Iyad
alisikika siku moja akisema, ninaapa lau Mungu angenifunulia nina dua moja tu ya kukubaliwa, dua hiyo nisingeiombea mwenyewe wala kuiombea familia yangu, la saraftuha fi sultani, dua hiyo ningemuombea kiongozi wangu. Akaambiwa kwa nini? Yani Mungu akupe fursa moja tu, ombi moja tu, dua moja tu, badala ya kuomba ya kwako binafsi na familia yako, unamuombea kiongozi wako. Akasema ndio, lianna fi salahihi salaha raiya, kwa sababu nikimuombea kiongozi wangu akafanikiwa, ndio kufanikiwa kwa raia wote. Kwa hiyo Watanzania tusiwe na desturi ya kulaani viongozi wetu, kwa sababu wakiharibikiwa tunaharibikiwa sote. Sasa mtu mwenye akili hawezi kumlaani dereva wake. Yaani uko ndani ya basi, unatoka Dar unaelekea Mwanza, alafu unamwomba Mungu mlaani yule dereva. Tena afi kabisa kwenye steering. Akifa na utakufa tu, si gari itapinduka na utakufa tu. Kwa hiyo Watanzania tuwe tuna desturi ya kuiombea nchi na kuombea viongozi wetu wote kwa ujumla. Huu ndio wito wa taasisi Al Hikma Foundation. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kuwasilisha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.